Sana mwanamichezo, tuzungumze yale ya kimichezo na burudani. Mimi naripoti kutokea hapa Meja Jenerali Samuyo Stadium jijini Dar es Salaam, na hapa nipo kwenye Media Day ya klabu ya soka ya JKT Tanzania. Niko na kocha Ahmed, tunakwenda kuyazungumza ya kimichezo na burudani. Kocha, heri lakini? Salama kabisa. Sema upo? Salama, karibu. Familia inasema? Alhamdulillah. Mambo yanakwenda? Inshallah, nashukuru. Jambo la heri basi. Mwalimu, tuanzie hapa. Mimi nitamani kufahamu kitu kimoja. Kwa msimu huu wa mwaka 2025 2026, kwako kama mwalimu, kwako kama kiongozi na mshika usukani wa klabu ya soka ya JKT Tanzania, unauona ni msimu wa namna gani haswa kwa klabu yako? Wow. Ni msimu mzuri, ni msimu mzuri. Si vizuri sana kuongelea kwa sababu hatujamaliza ligi, lakini ni msimu mzuri. Kwa nini nasema? Kulikuwa kuna mwanga mzuri mpaka sasa. I think kuna more improvement, more kwenye kuanzia management ya JKT. Kuna vitu vingi ambavyo wame achieve. Tukirudi kwetu na wachezaji, jinsi ambavyo tunaona days after days. Mimi na msimu wa pili hapa, lakini unaona jinsi ambavyo kumekuwa na muendelezo mzuri kwa vijana. So nimekuwa proud na hii project, na I think namuomba Mwenyezi Mungu tuweze kumaliza vizuri zaidi. Ni moja ya msimu bora kwa JKT na kwangu mimi pamoja na stafu na wachezaji. So ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hicho. Ni malengo yapi haswa ambako uliwapa vijana pindi mnakwenda kuanza kwa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu? Kipi haswa ambacho mlikaa chini na kuzungumza na mkasema ya kwamba msimu huu tunakwenda kuachieve jambo fulani, lakini mpaka sasa dalili ambazo unazoziona? I think kila klabu ina malengo. Wakati tunapewa project kulikuwa kuna malengo ya msimu uliokwisha. Niseme alhamdulillah. One of the moment ambayo imetokea kwangu kwenye maisha yangu. One ilikuwa ni national team. Second imekuwa kwenye vilabu vikubwa kama hivyo. Matamanio yangu na matarajio yangu Mtanzania kama mimi kuweza siku moja kuona hichi ambacho Mwenyezi Mungu anibariki kukisaidia taifa. So na kuona nawezaje kuweza kupata nafasi ya kwenye hizi klabu ambazo ziko kwenye top level clubs ambazo zinawakilisha nchi kwenye mashindano makubwa. Ilikuwa ni faraja kubwa kwangu, ilikuwa ni faraja kubwa kwa family, ilikuwa faraja kubwa kwa team, ilikuwa faraja kubwa kwa staff wangu ambao ni department yangu. Ni kitu kizuri na kilinipa hope na wenzangu kuona kwamba okay, kumbe kuna kitu tunafanya. Labda tulikuwa tunafanya kwa standard fulani ambao sisi tulikuwa tumejiwekea, kumbe tunahitaji kuonekana kwamba tunaweza tukafanya zaidi ya vile ambavyo tunafanya. So ilikuwa ni kitu kizuri sana. Sidhani kama kuna mtu ambaye atamani kuwepo kwenye history ya timu hizo, kwa maana ya inaweza ikawa sio timu hizi za kweli, lakini kuna timu ambazo zinacheza mashindano hayo. JSA umepata nafasi kuwa na timu ya outside ambayo inacheza Champion League, inacheza shirikisho. So ni moment ambayo mwalimu yote anaitamani kwenye hii dunia. Kwa mimi nilipokea kama baraka. Nilipokea kama baraka kwangu, lakini japo haikuwa official. Ilikuwa ni watu wanaongea kwenye media, wanajaribu kucompare na kuona ni namna gani klabu kama Simba inaweza kumpata mwalimu wa namna ile. Labda anaweza kaingia kwenye philosophy ya Simba kulingana na playing style yake, labda ama kulingana na aina ya jinsi ambavyo anaweza kuwa na competition na team. Sijui waliangalia nini, lakini kwangu nilipokea vizuri, japokuwa haikuja official. I think JKT misimu nyuma haikuwa vizuri, kwa maana ilikuwa haijapanda ligi, ilishuka, imecheza playoff. Msimu unaofuata ndo msimu ambao mimi nimekuja JKT kuona namna gani kuifanya timu kuwa bora, iweze kuwa shindani, kuwa improve vijana wa Kitanzania na waweze kucompete na mechi ya aina yoyote na mpinzani aina yoyote. So ilikuwa hivyo msimu uliokuisha, na kuona tunamaliza kwenye usalama zaidi kwa maana ya nafasi ambayo ni safe, na ilikuwa hivyo alhamdulillah tukamaliza kwa uwezo wake Mungu. So this season tulijaribu ku step up zaidi kwa malengo, kuona namna gani sasa tuyaendee yale malengo ambayo hatukuyafikia kwa msimu uliokuisha. Ni matumaini yangu na matarajio kwa staffu, wachezaji, na kuona kwamba tunaweza tukayafikia hayo malengo na kuyakamilisha. Jambo sio rahisi, lakini wamefanya kazi kubwa. Management ya JKT Tanzania niwapongeze sana.
one of the best management ambao ipo hapa Tanzania kwa hii team na taasisi kama hii. Imekuwa na support kubwa sana kwetu na kwa kila aina ya ambacho tunakiomba, wachezaji na vitu vingine vyote wamekuwa bega kwa bega na sisi. So tuna deni kubwa la kuhakikisha tunamaliza vizuri na kufanya kwenye yale malengo ambayo tunatamani kufika. So tulikuwa na nafasi ya 6 msimu ulioisha, ukijaribu kuangalia tukajiwekea malengo. Sasa kama tumemaliza nafasi ya 6, basi tujaribu kusogea kwenye nafasi tofauti na ya 6. So tuko ndani ya malengo na tunatamani tumalize hivyo ambavyo tulitamani kumaliza ya kimataifa. Basi na shaka na nyenye pia mnatamani hili kuiona na kuiandikia historia JKT Tanzania kuwa miongoni mwa timu kutokea ardhi ya Tanzania na kwenda kucheza kwenye michuano ya kimataifa kwa mara ya kwanza. Basi na shaka na wewe pia unatamani kuandika historia kwenye klabu. Yeah, for sure. Hakuna mwalimu ambaye atamani ama wachezaji ambao watamani ama klabu ambayo itamani kuwa kwenye hiyo history. So bado tuko ndani, narudia tena kusema yale malengo, lakini ili kuyatimiza malengo inatakiwa kumaliza vizuri. So tuna respect timu zote ambazo ziko kwenye hizo nafasi. Sidhani kama sisi ni bora kuliko wengine, lakini kila timu imejiandaa kulingana na project yao na malengo yao ambao wako nayo. So hatutatamani kumwangalia sana nani atafanya nini. Tutajiangalia sana sisi, yani tujielekezee kioo sisi kwanza kwenye kile ambacho tumetamani kukifanya. So tukiwa tuna appreciate na ku respect kile ambacho wengine wanafanya. So haitakuwa kitu kizuri, haitakuwa kitu kizuri sana kama tutakuwa tumevuka stage ambayo tuliishia msimu ulioisha. Na kitakuwa kitu kizuri sana kwetu kama tutakuwa tumevuka stage hiyo, kwa maana tumesogea zaidi. Ni matamanio yetu, matarajio yetu, Mwenyezi Mungu atuongoze inshallah kwenye hii project tuweze kumaliza na kuweza kutengeneza historia mpya kwenye timu ya JKT. Ukizungumzia utofauti, basi pasina shaka kwa msimu wa mwaka jana na msimu wa mwaka huu umezungumza na umesema kidogo uko tofauti. Kwa namna ambavyo umeitazama ligi yetu, kuna kitu gani haswa kimeongezeka kwa msimu huu tofauti na msimu wa mwaka jana? Ni kweli kumekuwa na seriousness sehemu nyingi sana. Ukijaribu kuangalia management za team, jinsi ambavyo zina operate team zao, ukijaribu kuangalia staff kwa maana ya benchi za team, jinsi ambavyo zimeimprove sana, lot of details, kuwa na details nyingi na information kulingana na opponent ambao wanakutana naye. Na then kwenye preparation ya team, kujaribu kuangalia team nyingi zimekuwa more tactical sana na zinacheza kulingana na opponent ambaye uko naye, jinsi ambavyo zinapata hata ushindi. Sio timu ambayo unaona labda inajichezea. No, ni timu ambayo unaona ina mwalimu, ina management ambayo unaona ina malengo, inafanya kitu kwa kuona nini ambacho kipo mbeleni. So kuna improvement kubwa sana. Kwa hiyo mimi nipongeze timu zote, nipongeze management zote, lakini kubwa sana nipongeze shirikisho kwa sababu wamefanya kazi kubwa ya kutafuta sponsor na kuwapa hivi vilabu. Misimu ya nyuma katuko huko 2016 kurudi chini huko, timu zilikuwa hazina sponsor, unaona hata kufika kwenye kituo inakuwa shida. Mishahara shida. Wakati kama huu unakuwa unajua, alishajua kabisa timu gani imeshuka, sio? Lakini mpaka sasa angalia hata ubingwa, yani bado hujulikani kwamba nani anakuwa bingwa. Angalia msimu wa mwaka jana, yani bingwa amekuja kupatikana baada ya wale kukutana mechi ya mwisho. Sasa unaona kuna kila years kuna improvement.